Ili kupata habari zetu mara kwa mara, bonyeza alama nyekundu subscribe. Mouse Public TV atupagui. Hapo utapata entertainment, interviews mbalimbali na mengi. Subscribe YouTube channel yetu Mouse Public TV. Nipo na dada mwingine ambaye atakuja kujitambulisha kwa majina yake. Dada, habari? Mzuri. Unaitwa nani? Naitwa Beatrice Mika. Naishi wapi? Naishi 3/13. Msiba huu wa bibi umeupokeaje? Msiba wa bibi uliniacha na masikitiko makubwa. Kwa sababu bibi alikuwa mshauri wa sisi vijana na tena alikuwa mama mzuri sana katika kijiji chetu. Labda vijana wenzako ambao hawajabahatika kufika katika mazishi haya unawaambia nini? Nitawaambia tuwe na moyo mzuri kama gisi bibi alitufundisha, tuwe na upendo. Basi asante kwa muda. Haya. Ndivyo namaliza mazungumzo na Bea kutoka pale Bia kwanza, ambaye pia amezungumza machache kwa mengi, ambaye amezungumza pia kuhusiana na msiba wa bibi. Asante kwa kuwa nasi. Brother, habari? Nzuri kaka, mzima. Safi kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Raul, ndio jina maarufu. Okay. Jina la baba na mama yani? Naitwa Olivier Luawa. Olivier Luawa kama Raul jina lingine. Msiba wa bibi umeupokeaje kwanza? Basi ndio hivyo, ni Mungu ndo aliamua hivyo. Lazima tupokee kama Wakristo sisi, tukamate tunashikamana mkono mmoja. Juu ni mambo yenye ipo kwenye hii dunia sasa. Sisi wote ni njia yetu ile. Ndio. Ukiwa mwana kijiji wa Bea pale, bibi kama bibi ulimfahamuje? Ulimfahamu namna gani? Mimi bibi kama bibi nilimfahamu kama mama kwanza. Sababu mimi niliishi pale miaka, naye nilikuwa nikimlinda, nilikuwa nikiishi kama familia, kama ndugu. Alikuwa ni mtu mzuri sana, mtu mwenye watu na mtu mwenye kupenda vijana sana. Mama kiongozi wa kanisa, kama vile unavyoona leo tuko kanisani. Nasema kwa madogo ni hiyo. Na pengine kwa wanafamilia kama wanafamilia, mna neno gani ambalo mnaweza mkaiambia jamii nzima ya pale Bea kulingana na msiba ambao bibi umetokea? Watu wa Bea tunaweza kuwaambia kitu kimoja, wawe tuna mashirikiano mazuri wakati msiba unapotokea. Tulishukuru sana watoto wa Bea sababu walikuwa karibu na sisi. Kila kitu kimeenda vizuri, hata kwa mchango wetu sisi wenyewe familia na kijiji, naona mambo yako yanaenda sawa. Hata vijiji vingine inatakiwa wawe na moyo kama kisi watu wa Bea wako. Wawe na ile mshikamano kama kisi wengine wanavyofanya. Tukiangalia kwenye kijiji chetu kama mfano, unaona kila kitu, sani, vile vyombo, msaada kutokea kwenye kanisa, wa ndugu yuko mbali wenye walikuwa wanamjua bibi, ile ni kitu kizuri sana. Juu kinasaidia hata wale manufaa wale watu watakuwepo wengi pale kupata ile angalau kitu kidogo, ili siku ziende mbele tumalize msiba vizuri. Ndio. Vijana wenzako wa pale Bea lakini pia wanaokutazama kupitia TV ya kwetu, unawaambia nini? Kitu ningewaomba, mnapokwenda kwenye msiba ni msiba sio sherehe, sio furaha. Kia kwanza mnapoenda kwenye msiba ni huzuni. Inatakiwa watu wote wawe kama wenye kwenye huzuni. Isiende kwenye msiba unaenda kutengeneza mazingira fulani ya kusema unaenda kwenye sherehe, uje umelewa, uje na vurugu zako, haiwezi kuwa vizuri sana. Watu wanapokuwa kwenye msiba, wanapokuwa kwenye huzuni ya kitu fulani, ya kumpoteza mtu fulani, ndio inakuwa vizuri. Na mnapokuwa pale, kama kuna mchango ndogo, kuna kitu chochote kile kiko nacho, inatakiwa nakitoa pale ili kusaidia wanajamii, ili kusaidia familia yenyewe, inatosha na kuwa vizuri sana. Na itaonesha moyo wa wanakijiji, itaonesha mfano mkubwa kwenye kambi yetu ya Nyarugusu. Katika uhalisia wa maisha kuna wale ambao mpaka sasa wanaweza kuwa wanaishi na bibi, yupo kwenye miaka kati ya 50, 60 mpaka 70, lakini inapokuwa miaka imerepa zaidi, kuna watu ambao wanawaacha mabibi zao. Watu hawa kijana kama wewe, unaweza pia ukawa na neno gani kuwaendea wao? Ukirudi vizuri ni kuelewe. Kuna vijana wanaweza kuwa wanaishi na wazee kuanzia miaka 60, 70 mpaka kuendelea. Miaka imerepa kabisa. Lakini nafika stage vijana hawa wanawaacha hao wazee na kusema no, wamekuwa wachafu, wanajinyea, wanajikojolea na mambo mengine kaza kama hayo. Watu kama hawa ambao wanawatelekeza na kuwaacha bibi zao, babu zao, mama zao kisa ya uzee, unawaambia nini? Mimi kitu kinaweza kuomba sana, uzee sio kusema sisi tutafika hapo na sisi tutafika hapo.
hivi tupo vijana, baadaye na sisi tutakutana nao kama kisi walivyokuwa vile. Nao walipitia yenye sisi tulipitia, na hiyo miaka wanakuipo nao wanaanza kuzunguka. Kwa hiyo mzunguko inabidi tu karibu nao, sawa, wale wanakuwa kama watoto. Wakati ukianza kuona mjana zafika miaka 50, 60, 70 kwenda vile, ujue kama anakuwa ni mtoto. Wewe kama kijana, wewe kama ndugu unavyoishi naye, mchukulie kama mtoto mdogo. Fanya ulinzi wake, ushirikiano kwake kwa kila kitu chote kile. Uwe karibu nao kujua nini unatakiwa ufanye ili kumsaidia ili ajisikie na yuko vizuri. Hata kama itakapofikia wakati kama tunaikuta aende ipo salama, na kama nilikuwa niko nalindwa, nilikuwa niko na watoto, nilikuwa niko na wajukuu, nilikuwa niko na ndugu, nilikuwa na jirani, na walikuwepo karibu na mimi sana. Huko na kwa mashirikiano ni vizuri sana. Sasa nakutana vijana sasa hivi hawajui tena ile. Unasikia dunia imeendelea, kijana anakuwa anatupa, anakutana tataki anajinyea, anakutana tataki anakuwa mzee hata kutembea, anakuwa nasikia aibu ya kushinda kumwangalia, kumulinda, kumfanyia maandalizi, kusema ule haacha afe. Ya kake shapita na kwani kwetu. Juu akimwambia ule ndo mtoto wako, anashindwa kusema kama ule ndo baba yangu, ule ndo bibi yangu, ule ndo nani yangu. Anashindwa kuongea kwa sababu dunia inashawapeleka pengine. Sio kama kisi dunia ilivyokuwa zamani. Lakini kama ungali na kale kahesabu kidogo, ungana ile akili ndogo ya kusema unajua bwana, huyu ni bibi yangu, ndo alimzaa mama yangu au baba yangu. Na baba yangu alipitia hii, naye akanizaa mimi nakuwa hivi. Natakiwa sana mimi nianze kumhudumia ule, kumulinda, sababu na mimi haya maisha ndayapitia. Juu baba yangu baadaye na atakuwepo hivyo. Wale watoto nitazao, wale wajukuu nao watamlinda baba. Unaona? Ndio kitu sana cha msingi naweza kuomba vijana wawe makini na ndugu zao, wawe makini na watu kama wazee kama wale. Ushirikiano mzuri kumlinda mzee inaleta tabaraka. Inakusaidia kufanya mambo mengi kwenye maisha yetu tunapita sasa. Ndio hivyo. Na ukiwa mmoja miongoni mwa wanafamilia ambayo umeachwa, neno lako kwa viongozi wa kanisa ambao mpaka sasa inaendelea na harakati za mazishi? Mimi nasema kwa kuhusu kanisa, tutawashukuru sana kwa kazi kubwa walifanya kwetu. Walitujali kuanzia siku msiba ulivyoanza. Walikuwa na sisi, walikesha na sisi mpaka hadi leo hivi tunafikia hapa kwenda tuangalie twende malaloni. Tunashukuru, tunapenda sana hali kama ile, wazidi kuendelea kuwevu hata kanisa zingine. Hawa ni wa Methodisti walifanya kama mambo kama haya, na kuna kanisa zingine zina utaratibu au hatujui, nao wazidi kushikamana na hizo hali ili kufuonesha watu kama kwenye hii dunia sisi wote ni mapito. Na unapomsaidia mwingine ujue nawe kesho itakuwa ni ya kwako. Uko naona? Hilo ni kitu kia muhimu sana. Kanisa litusaidia vitu vingi sana. Hata kama kulikuwa mchango fulani mwingine, lakini kanisa lifanya mchango mkubwa. Sababu kushiriki na sisi, kupika pale, kutoa msaada wao, kuchangia na sisi kwa kila kitu chote kilitokea, ilikuwa ni kitu kia msingi na kia muhimu sana. Na ndio maana tunakwambia wakati mwingine watu wajitume na watu wakubali kwenda kanisani. Mtu anatakiwa kujiunga na zebu fulani hata moja ili uone msaada ile kitu wakati utakapopata matatizo. Inakuwa vizuri sana. Unaona kwa nini matatizo hivi tuliwaona na tulipenda wakutuacha tujali mpaka sasa hivi. Ndio nitakuongelea. Na neno la mwisho kabisa, majina yako unaitwa nani tena? Majina yangu naitwa Raul, ndio jina maarufu kawaida fasi yote. Akija jina la pili langu la tuseme la ndani la kizalikio naitwa Olivier Luawa, ndio jina langu. Na mtazamaji wa kwetu, ndivyo tunakamilisha mazungumzo ya kwetu na Raul pamoja na kaka mkubwa ambaye pia anaitwa Olivier Luawa, ambaye ametopa mengi kwa mapana kuhusiana na kile ambacho walisia bibi aliishi vipi na watu, lakini pia usia wa bibi katika jamii nzima ya watu ambao walikuwa anaishi nao. Mimi ni Gustavo Bakari Meku. Usisahau kucomment, kusubscribe, lakini pia share mara nyingi kadri uwezavyo. Big shout out kwako. Bye bye. Ili kupata habari zetu mara kwa mara, bonyeza alama nyekundu subscribe. Mouse Public TV atupagui. Hapo utapata entertainment, interviews mbalimbali na mengi. Subscribe YouTube channel yetu Mouse Public TV.